Shalom, 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 mwanafamilia maombi ya ukombozi. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kukualika asubuhi ya leo. Asubuhi nzuri, asubuhi ya baraka ambayo Baba ametupa tena kibali na upendeleo. Nichukue nafasi kwanza kabisa tumshukuru Roho Mtakatifu ambaye ametupa kibali asubuhi ya leo tena. Tusimame kwenye madhabahu yake. Baba yangu ninakutukuza. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya nguvu zako. Asante kwa sababu ya kutupenda na kutupendelea watumishi wako na wajoli wako. Tuko mbele zako tena majira tena haya, watoto wako tumenyenyekea mbele zako. Tunasihi rehema zako tena Bwana Yesu. Tunasihi rehema zako tena Roho Mtakatifu. Tutakase kwa damu ya mwana kondoo. Turehemu tena watoto wako. Sisi ni wenye dhambi. Hatustahili kabisa mbele zako Roho Mtakatifu. Utuoshe kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu tumenyenyekea kwako. Biblia inasema ya kwamba dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama bendera, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Sawa sawa na kitabu kile cha Isaya sura ya kwanza na mstari wa 16 mpaka 19. Baba, tuoshe na utusafishe sawa sawa na fadhili zako. Roho Mtakatifu utuweke wakfu leo kwa ajili ya kazi kubwa ya kukutumikia wewe Mfalme. Utukufu na enzi na uweza na nguvu ni vyako Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Kila mmoja akili aseme amina, amina, amina. Ninamtukuza Mungu kwa namna ya kipekee. Bwana Yesu ametupa tena kibali hiki kikubwa asubuhi ya leo. Nichukue nafasi hii kukuomba kama huja subscribe, basi subscribe channel hii na uweze kujiunga na maombi yetu ya kila siku asubuhi na zaburi za ulinzi majira ya usiku. Nikuombe fanya kitu kikubwa sana cha kishujaa na cha kijasiri, kupeleka habari hii kwa watu wengi sana. Kwa hiyo copy link na peleka kwa kila rafiki, ndugu, jamaa anaposikiliza maombi haya. Kuna mkono wa Bwana naamini utakuwa dhidi yako. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi haya asubuhi. Weka agano kila siku asubuhi kupanda dhabihu yako ya sadaka kwa ajili ya kazi kubwa sana. Kumbuka unaposimama na dhabihu, unapotoa dhabihu yako kila siku asubuhi ukaweka dhabihu, Mungu atasimama na wewe kupitia agano lako na maombi yako. Watu wengi wanapenda kuomba lakini sio watoaji wa dhabihu, sio watoaji wa sadaka. Usiwe miongoni mwa watu wanaoomba bila kutoa sadaka. Omba, toa sadaka na utaona mkono wa Mungu ukifanya mambo makubwa sana, kama wengi wanavyoshuhudia maombi ya asubuhi haya ambayo yamegeuka kuwa neema kubwa na ukombozi katika familia nyingi za watu. Namba zetu za sadaka ni hiyo namba ya Vodacom ya 0756934903. Lakini pia jambo lingine, inawezekana unapita kwenye changamoto kadha wa kadha na unahitaji kushare pamoja na mimi. Naomba utumie namba ya WhatsApp ya 0679645759. Ni namba muhimu sana hiyo. Tuma kama unataka kujoin WhatsApp group letu la maombi, basi tutakujoin kwenye group la maombi. Lakini kama unapitia changamoto, basi tutumie ili niweze kusimama na wewe na mkono wa Mungu uende kutenda kazi. Bwana Yesu ametupa neema ya kushughulikia maombi 15 ya neema. Sasa maombi ya 15 ya neema, ninaomba hakikisha unapitia ombi la kwanza mpaka ombi la mwisho. Na neema ni neema kukufanikisha 2026. Kumbuka neema ni nguvu ya uwezesho. Kwa hiyo ziko aina nyingi za neema. Maombi haya ya neema ukiyaomba, yatageuka kuwa ukombozi, yatageuka kuwa ufunguo, yatageuka kuwa milango mikubwa ya utukufu. Kwa hiyo neema hizi zitakusaidia. Tunazo neema nyingi na Mungu akusaidie kupitia maombi haya. Neema tulio nayo leo ni neema ya kibali au kukubalika. Neema ya kibali au kukubalika. Nataka nikupe siri kubwa sana asubuhi ya leo kwamba kati ya vitu muhimu sana ambavyo inawezekana ulikuwa uvijui, ni kibali.
Kibali ndio kila kitu kwenye maisha. Kibali ndio kila kitu kwenye maisha. Usipokuwa na kibali, huwezi kujenga, huwezi kuolewa, huwezi kupata kazi. Usipokuwa na kibali, huwezi kuuza, hata kama unafanya biashara na biashara nzuri, huwezi kuuza. Usipokuwa na kibali, hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu, utakuwa hakuna watu unaweza kuwahubiria. Hata watu hawezi kuja kanisani kwako kwa sababu huna kibali. Unaweza ukawa na uwezo ukawa vizuri, lakini kitendo cha kukosa kibali, kila kitu kinaharibika. Ukitaka kuwa kiongozi mkuu wa eneo, lazima uwe na kibali. Ndio maana mtu mwingine anaweza akisimama watu wanasema huyu anasema nini? Kwa sababu ana kibali mbele za watu. Sasa kibali ni neema. Yaani kibali kwa ufupi naweza nikasema ni mtaji. So mtu mwenye kibali hata kama anauza vitu, watu watamkimbilia. Mtu mwenye kibali hata akitaka kwenda kugombea labda ni uongozi, watu watamkimbilia. Mtu mwenye kibali, yaani mtu mwenye kibali huwa akosagi kwenda kwenye utukufu. Haleluya. Na asubuhi leo nataka nikuunganisha na neno moja tu, lakini naamini litakusaidia sana. Litakusaidia sana. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Samueli sura ya 2 na mstari wa 26. Samueli wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 26. Biblia inasemaje? Inasema yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Naomba nirudie usikie vizuri. Yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Unaweza kuona Samueli alipata neema ya kibali kutoka kwa Bwana. Akuishia tu kibali kutoka kwa Bwana, akapata kibali pia kwa watu. Kwa hiyo vibali viko viwili. Kabla hujakubalika na watu, kwanza unatakiwa ukubalike na Kristo. Lazima ukubalike na Mungu. Yaani lazima Mungu akukubali. Pate neema ya kukubalika mbele za Mungu. Na mbele za Mungu hawezi kukubalika hivi hivi. Lazima uwe mtakatifu. Mbele za Mungu hawezi kukubalika hivi hivi. Lazima uwe mtakatifu ambao umpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utapata kibali kwa Mungu. Sa Mungu achangamani na watu wenye dhambi. Anachangamana na watakatifu. Na ndio maana nasema wakati mwingine mnaomba mpokei kwa sababu hamna utakatifu. Naomba vibaya. Kwa hiyo jambo la kwanza lazima uwe mtakatifu. Mpe Yesu maisha yako. Okoka. Umeona? Uwe msafi. Utapata kibali kwa Bwana. Sababu anazungumza hata kwenye kitabu cha Isaya sura ya kwanza. Anasema kwamba sio kama mnaomba mimi sisikii, lakini nimefichwa machoni penu. Maana yake hata mnavyoomba mimi sisikii. Kama asikii sasa, asikii nini? Asikii wenye dhambi. Asikii watenda dhambi. Kwa hiyo lazima Mungu, kama unataka upate kibali kwa Mungu, anza kuwa mtakatifu mwaka huu. Kuwa mtakatifu. Endelea kunyenyekea, shuka, kubali kuokoka, kubali kutembea kwenye njia zake, kubali kutembea kwenye njia za Kristo. Utapata kibali kutoka kwa Mungu. Mimi nakupa maelekezo, utapata kibali kutoka kwa Mungu kabisa na hakika. Na kitu cha pili baada ya kutoka kibali kwa Mungu, unaenda kupata kibali kwa wanadamu. Nataka nikwambie chochote kile unachokihitaji hapa duniani wanacho wanadamu. Mungu alishawapa. Hiyo kazi unaitaka, kuna Mungu alishampa kazi. Kwa hiyo huyu anaweza kukupa wewe kazi, kupata kibali kutoka kwake. Yaani chochote wewe unahitaji kuanzisha kiwanda, tayari kuna mtu alishaanzisha kiwanda. Utapata kibali kwake, atakuonyesha namna ambavyo unataka kutoka na kuingia. Chochote unachokitaka watu walishagapewa. Hamna kitu unachokitaka, kwa lazima upate kibali kwa wanadamu. Wanadamu wamebeba vitu vingi sana. Mungu akikuunganisha na watu,
anakuunganisha na watu sahihi, anakuunganisha na watu wenye neema yako, anakuunganisha na watu wenye kazi zako, atakuunganisha na watu wenye uchumi wako, atakuunganisha na watu wazuri wa kukusaidia, watu wazuri wa kukubeba, watu wazuri wa kusimama na wewe kwenye hatima zako, watu wazuri wa kusimama na wewe kwenye biashara zako, watu wazuri watakuja kununua, watu wazuri utafanya nao biashara, watu wazuri ambao wana neema kufanya mambo makuu na wewe utaunganishwa nao. Kwa hiyo kibali ni kitu ya muhimu. Yule mtoto Samueli akakuwa akapata kibali kwa nani? Kwa Mungu na kwa watu pia. Wewe watu wamekuwa wanakuchukia, hakuna mtu ambaye unakubaliana naye, kila unayekutana naye mnagombana, mnakwaruzana, hauna mapatano na watu. Kama una kibali kwa watu, sawa na wewe kuendelea, utabaki kuwa mtu wa kawaida, utabaki kuwa mfanyabiashara wa kawaida, unafanya biashara lakini kwa kibali kwa wafanyabiashara wenzako hauna mizigo ya kufanya. Huko ofisini hauna kibali na watu unaofanya nao kazi ofisini, hawakupende, hawakuthamini, hauna kibali kwao. Kwa hiyo kibali ni kila kitu, na asubuhi ya leo nataka niwaombee watu ambao wanataka wapate kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Kama unataka kufanikiwa mwaka huu, Mungu naomba akupe neema ya kukubalika, kila eneo ukubalike katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unatamani kupata neema ya kukubalika, kamata dhabihu yako, shika sadaka yako. Sasa tunakwenda kuomba, uwe na uhakika Mungu anaenda kukupa neema ya kukubalika katika jina la Yesu. Na naomba unifuatishe maombi haya. Sema, Baba yangu, niko mbele zako. Nimesikia sauti yako kwamba leo nahitaji kibali kitokacho kwako. Mungu liye hai, mikononi mwangu nimebeba dhabihu na sadaka. Ni kwa ajili ya kuiomba neema ya kibali. Roho Mtakatifu naomba unisaidie katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Jehova mfalme wa falme, wewe uliyempa Samueli kibali mbele zako na kwa wanadamu, Baba, nimenyenyekea mbele zako. Naomba rehema zako tena, nipate kibali tena mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Moyo wangu umepondeka, shuka na kunyenyekea, nikiomba Baba unipe kibali kitakacho kwako katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu liye mwema na mwaminifu, weka neema ndani yangu, nipe kibali tena kitokacho kwenye kiti chako cha enzi katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, nipe kibali kitokacho kwako katika jina la Yesu Kristo. Baba, nipe kibali mbele za watu mwaka huu 2026, ili Yesu Kristo niweze kuifanya kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Robo sanda rabakosha. Anza kutamka, omba kibali. Mungu akupe kibali na kufungulia kibali katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo pokea upako wa kukubalika kwa watu wazuri, watu sahihi, wenye neema, wenye ndoto zako, wenye kufanikiwa kwako. Watu wakukubali, ofisini wakukubali, kwenye biashara wakukubali, kwenye kazi wakukubali katika jina la Yesu. Baba, naomba kile kibali kilichokuwa juu ya Samueli, weka juu ya mama huyu, weka juu ya baba huyu, weka juu ya kijana huyu kwa jina la Yesu. Weka juu ya binti huyu kwa jina la Yesu. Pe neema ya kukubalika, pe kibali kitokacho kwako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, kwa nguvu zako mpe kibali, akubariki kila kona, akubariki anakoingia, akubariki anakotoka. Mwaka huu pe neema ya kukubarika katika jina la Yesu. Romo sanda rabakosha, risanda ramakoria, ramando rosatata. In the mighty name of Jesus. Baba, mpe kibali cha kukubalika kila kona, kila eneo kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tu moja seme amina, amina, amina. Nichukue nafasi hii kukuomba namba ya sadaka ya Vodacom. Weka sadaka yako hapo, na sadaka yako tutafikia. Lakini unatamani maombi zaidi, shirikisha pamoja na mimi kupitia WhatsApp. Tasimama na wewe na Mungu atatilia kibali, utakubalika. Mikosi, laana zote zitaondoka na utakuwa ni mtu akubalika. Mungu akubariki sana.
Nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi ambako mamia ya watu wanakusanyika kumuona Yesu Kristo mtenda miujiza hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema. Shalom, 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 shalom.